hapa ni uwanja wa shule ya msingi Ichenjezia Super Cup 2026 inapigwa hapa, mtanange wa robo finali ya mwisho ambao umewakutanisha Ichenjezia FC wenyeji ambao walikuwa wanacheza na Isangu Rangers. Hatimaye dakika 90 zimetamatika, sare ya bao 1-1. Mikwaju wa penalty imeamua Isangu Rangers kwenda hatua ya nusu finali. Hapa nipo na mchezaji wa Ichenjezia FC. Bana, hapo ulikuwa mchezo. Asante. Tuambie majina yako na mchezo wa siku ya leo ulikuwaje? Kwa jina naitwa Michael Kabuka aka Kinyambe. Mchezo wa leo ulikuwa ni mgumu sana. Mchezo wa mtoano ambao hauna matokeo ya kusema utajiandaa mechi inayofuata. Ni mchezo mgumu, Isangu walijipanga na sisi pia tulijipanga. Kwa maana umeona dakika 90 mpira ulikuwa mgumu. Hatua ya matuta, mchezo bahati ilikuwa kwao, umeweza kushinda. Pekee tuambie maandalizi yenu ni kama yalikuwa hafifu sana, kwa sababu ulikuwa unasikia nyie kila mnapokutana na Isangu Rangers huwa mnawafunga. Leo hii toka 2023 wamekuja maandalizi ni shoti yalikuwa ni mazuri. Sema tu mchezo ni matokeo matatu, kuna kushinda, kuna kusale na kuna nilikufunga. Maandalizi tulijiandaa vizuri, ila tu ni bahati mbaya. Na kama nilivyoongea kwamba matuta yana mwenyewe, tulijiandaa vizuri kwa sababu hii ni robo finali. Kila timu inataka ushindi na kila mtu anataka kombe, hivyo wametumia nafasi kwenye hatua matuta, walitulia. Kwa ngapi tutazungumzia usajili? Ichenjeze ni miongoni mwa timu ambayo inafanya vizuri sana, lakini wao msajili wetu ni siri ya mafanikio. Leo ilikuwa ni mchezo muhimu sana ambao pengine mngekuwa mnaongeza wachezaji ingeenda katika hatua inayofuata. Tupeni siri ya mafanikio ya kujiamini kama timu na mfanye usajili. Sisi tunachokiamini, tunaamini kwenye timu wazawa. Yaani tunaamini kwenye wachezaji ambao tuko nao kwenye mazoezi kila siku, na ndio maana sisi hatuna philosophy ya kusajili, kwa sababu tunajua mtu kutoka nje always hawezi kujua ni kitu gani ambacho sisi tumekipanga na ni wachezaji aina gani wanapocheza. Ndio maana sisi tunapenda sana kutumia wachezaji wetu wa ndani ambao ndio hao wanaweza kufikia timu tofauti na mtu mwingine. Bila sana tuendelee kuona Ichenjezia ikiendelea kushine na kufanya vizuri katika ligi mbalimbali zinazokuwa zinaendelea. Sasa hivi tutajipanga, na nimesikia hapo na ligi inaanza huko London, na tutakuwepo na tutajipanga vizuri, tutahakikisha tunatoa burudani, mwisho wa siku tunachukua ubingwa huko. Nawatakia kila la heri. Asante sana kiongozi. Hapa naungana na mchezaji wa Isangu Rangers, captain mwenyewe ambao tayari wamefanikiwa kwenda katika hatua ya nusu finali. Bana, hongera kwa kufuzu hatua ya nusu finali. Tuambie majina na robo finali ya leo ilikuwaje kwa upande wako? Kwa majina ya San Francisco Mandila, nikipenda Isangu Rangers. Mchezo ulikuwa mzuri kwa sababu sisi na Ichenjezia mechi hata siku moja ilikuwa nyepesi. Ndio maana tulijipanga na asante Mungu tumeweza kubuka na ushindi. Tuambie, msimu mingi sana hapa katikati mmeonekana mnapata wakati mgumu sana mnapokutana na Ichenjezia. Nakumbuka mechi ya mwisho ilikuwa ni kwenye mashindano ya Michael Super Cup kule London, mlipoteza. Maandalizi yenu kuja kwenye huu mchezo ambapo Ichenjezia alikuwa nyumbani alikuwaje? Nadhani kama unaona 90% timu yetu wengi ni wadogo. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza wakati anaanza kucheza na Ichenjezia lazima uwe na ile unajua unacheza na fulani, lakini leo nadhani hapa ndani umeona kijana kikosea unamwelekeza wewe basi fresh kama ni yetu. Kijana akajikata na ushindi. Ndani ya dakika 90 unaonekana sana mchezoni, ulitangulia kupata bao lakini baadaye ukasawazisha. Ni kama maamuzi yakuwa sahihi kwa upande wenu. Kipi hasa ambacho mliendelea kukifanya mkateni mpaka mmeenda hatua inayofuata? Nadhani tulikaa tukaelezana kwamba kama ya kwetu ni ya kwetu, hata refaria afanyeje. Nadhani mmeona wenyewe imepigwa foul, imepigwa cross, tukachukua na mkono kafunga. Refaria ni binadamu pia anaweza kukosea, lakini kwa wengine ziko open sana, ila hatuwezi kumwongo kwa sababu yuko mwenyewe. Namshukuru Mungu tumeweza kupata. Umeshatinga sasa hatua ya nusu finali. Kwenye michuano ya Corner Cup mlitolewa mkiwa ya nusu finali. Hapa tutarajia kuona mnakuwa mabingwa wa haya mashindano ya Ichenjezia Super Cup. Nadhani ligi ya Corner tuko robo finali. Robo finali kwa sababu maandalizi alikuwa poa sana. Ila kwa sasa hivi maandalizi kila kijana anaitaka mechi. Nadhani umeona mwenyewe uwanjani kila kijana anajituma fresh, tunajikaza. Na waahidi mashabiki mtako kupambana tu na kujikaza, basi kila kitu kinawezekana. Bana, hapa naungana na shabiki wa Isangu Rangers ambao tayari wamefanikiwa kufuzu kwenda hatua ya nusu finali. Hongera kwa kufuzu hatua nyingine. Asante. Tuambie majina yako na mchezo wa leo ulionayo. Mimi naitwa Adela Sadiki Kamwela, ni mshabiki wa Isangu kindaki kabisa.
mchezo wa leo tumefuzu kwa sababu kikosi chetu kiko imara, pia tuna watoto ambao ndio wapo kwenye mfumo saizi, sio wazee. Kwa hiyo tumefuzu kwa sababu tuna timu nzuri, alafu ni timu ambayo ni chipkizi. Ndio. Tuambie sasa ubora wenu wa chipkizi, lakini bado timu imeenda katika hatua ya nusu finali. Tutarajie kuona mabingwa. Tunahitaji ubingwa kwa sababu tunafanya mazoezi na pia tupo kwenye mfumo ambao tunatakiwa tuende finali zaidi, kwa sababu tunahitaji matokeo mazuri na pia tumejiandaa kwa mchezo utakaofuata. Shabiki ambaye hakuwepo leo uwanjani wa Isangu Rangers, unaweza kuwa neno lipi hapo? Tunamwambia aje kwa sababu sisi tumejiandaa kama mashabiki wa Isangu na tupo tayari kushangilia timu yetu, na pia tukiwa wengi uwanjani tunaipa morali timu yetu kwa ajili ya mashindano ambayo yanafuata. Okay, shukrani. Asante. Haya bana, naungana na shabiki mwingine hapa bana. Hongera kwa kutinga nusu finali. Asante. Mchezo wa leo umeona? Mchezo ulikuwa mzuri japo mwenyeji alikuwa anabebwa. Tumecheza vizuri. Sisi kama Isangu tumecheza mpira wa ushindani. Hujacheza na refa. Wamecheza sana na refa. Wamebebwa na tena tumewafunga tena. Kitu ambacho anafanya kama mwenyeji alikuwa anabebwa. Kwa sababu mchezaji wao amefunga goli, amefungia mkono mpira, amefungia goli refa akaweka advantage, akawaachia. Tena tukapata penalti tumefunga. Pengine sasa mashabiki wengine ambao hawakuwepo uwanjani, unaweza kuwasimulia ni kipi hasa ambacho wamekikosa kushuhudia kwenye mchezo siku ya leo? Walichokikosa leo ni matuta. Matuta amepigwa vizuri. Angalia matuta kama mshabiki. Wewe sio mshabiki. Inabidi wewe unamaliza game na angalia hadi matuta amepigwa vizuri hapo. Mwenye kubeba, mwenye bahati ilikuwa kwa kisisi kwa kwetu. Ubingwa ni wa kwetu. Ubingwa unavuka leo. Kwa heshima kabisa. Unavuka leo.